kama ifuatavyo. Tena nataka nijibu tu katika hoja ya kifalsafa kwamba ukisemea tunahubiri amani, ndio kwanza ujue amani ni haki. Yaani amani yenyewe ni haki, na haki ndio msingi wa umoja wa kitaifa. Utapokuwa hakuna haki, huwezi ukategemea umoja na mshikamano. Yaani wewe umenidhulumu haki yangu, utategemea mimi nitaendelea kushirikiana katika mambo ya kijamii? Au tutasema ile funika kwa mwanadamu apite? Ndio tunapohubiri amani, tunahubiri na haki. Hivi ni vitu lazima viende kwa pamoja. Amani na haki ni vitu ambavyo vinaenda kwa pamoja. Ile mistari nini ile ambayo inatembea kwa pamoja. Kwa hiyo amani na haki ni lazima vitembee kwa pamoja. Na ndio maana tumeweza kusema hapa kwamba unajua leo ukiniuliza kwamba wewe mnavyohisi nyinyi kama taasisi ya Everlasting katika masuala ya mbeni watetezi wa haki za binadamu, masuala ya kisheria na utawala bora, labda unaweza kaniambia hivi, ni kwa nini unaona watu wengi wanalalamikia sana kuhusu haki? Shida iko wapi? Sijui tumeweza kufahamiana. Mimi nitakwambia shida sio sheria, shida ni wasimamizi wa sheria. Si ndio ukweli? Maka serikali imetunga sheria, tumekaa bunge, waheshimiwa wamekaa bungeni. Tumeelewa tukasema hizi sheria hizi za makosa ya jinai. Uhuru wa mtu unapaswa kudhibitiwa pindi pale unapowasili uhuru wa mtu mwingine. Tukaweka sheria pale kwamba uhuru wako unabidi uheshimu haki hizi. Sijui tumeweza kufahamiana Sasa mwisho wa siku mtu akalalamika haki yake haijapatikana, ukawa kuna vilio vya haki au ucheleweshaji wa haki katika vyombo vya maamuzi, basi sababu za msingi ambayo katiba imeeleza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mahakama ni muhimili huru haupaswi kuingiliwa. Ni kweli. Lakini imeeleza sharti pale ni kwamba haipaswi kutumia masharti ya kiufundi katika kuchelewesha utoaji wa haki. Si katiba ipo? Sheria si zipo zimewekwa? Sasa shida ni nini? Shida tunazo sheria, shida ni wasimamizi wa sheria. Sasa hawa wasimamizi wa sheria ambao ni watumishi wa umma, hawa ndio inabidi tuamulike kwamba hawa ndio wanasababishia haya yote, kwa sababu sheria zimejeleza vizuri. Na ndio maana tunasema pia muda mwingine watumishi wa umma tusipokuwa nao makini, hata Mheshimiwa Rais anaweza kumshauri kwamba ni vyema watazame watumishi wa umma, watu ambao hapa dhamana, wa mikoa, makatibu tawala, sio mele wa mikoa, wa wilaya, watumishi wote kiujumla. Je, wanaitendea haki dhamana katika kulinda haki za watu, haki za jamii, haki za umma, au wao ndio sababu ya kuwachonganisha serikali na wananchi? Kwa sababu ndio mjenzi kama mtu unachonganishwa. Na uwezo ukakopa lawama kwa sababu wewe ndio namba moja ambaye umesema katiba imekupa mamlaka ya mkuu wa nchi, mkuu wa serikali, maana yake wewe ndio mkuu wa nchi. Wewe ndio unataka kufia wananchi wote. Mkuu wa serikali, amiri jeshi mkuu. Lakini je, au kuna watu wanatuchonganisha huku? Hawa ndio watu wa kushughulika nao. Mimi naamini tukianza kutibu kwenye hizi taasisi za umma, kuwatazama watumishi wa umma ambazo wanatuchonganisha na jamii, wanashindwa kusimamia misingi ya haki, utawala bora, misingi ya sheria, ukishughulika nao hawa huku kote, watu watabaki tulivu na amani. Kwa sababu tudili nao hawa. Yaani shida ipo ndani ya hawa. Kuna baadhi ya watumishi wa umma ambao si waadilifu. Na ili hatuwezi kuliacha kulisema. Hatuwezi kuliacha kulisema. Kwa mfano, mimi tunafanya mambo ya msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria tunamlenga mtu ambaye ni maskini, ambaye ni mnyonge. Sisi tumeweza kufahamiana. Wanakuja walalamika, mnyonge anakuambia mheshimiwa, kesi yangu mimi leo imepelekwa ndani ya mwezi mmoja. Inatajwa. Inakuja tena angaliwa, nasema itasikilizwa. Inakuja si uzuru. Sio na nini? Kwa hiyo utakuta kesi inaenda zaidi ya mwaka mmoja katika mgogoro wa ardhi. Mtu anapambania haki yake, mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anaweza akachukua uhai wake. Akiwa bado kesi yake haijaisha mahakamani, unateua msimamizi wa mirathi aendeleze kesi. Sasa ndio maisha. Ni kwa nini tucheleweshe haki kwa wakati? Tujue tatizo ni nini? Tutibu haya. Hii tumeweza kufahamiana. Kesi imekuwa reported labda katika jeshi la polisi. Uchunguzi umeenda kwa wakati. Matukio ya ubakaji, sijui kama tulikuwa na watu katikati walikuwa kalalamika kwamba masuala ya watu kuwa wanapotea, ambapo tuliwahi kukaa tukashauri kwamba maana tuunde kitengo maalum cha wachunguzi ambao wamespecialize tu katika missing person, watu ambao wanaweza tujue shida ni nini, tuweka na saikolojia, kwa sababu familia imepoteza watu wao. Huyu mtu anabidi apate haki ya kisaikolojia, sijui umeelewa, awe mtulivu, apate taarifa za haraka. Sijui tumeweza kufahamiana. Kwa
tujue kunapokuwa kuna ucheleweshwaji wa uchunguzi kwa wakati kwa sababu za msingi, haya ndio ya kushughulika nayo. Wananchi wanataka kuona uchunguzi unafanyika kwa haraka, kwa wakati, matokeo kwa haraka, na hii ni haki ya kisheria, ni haki ya kikatiba. Wananchi wanataka vyombo vya uamuzi visicheleweshe haki kama katiba ilivyoelezwa, kwa sababu ni takwa la katiba, si takwa la mtu. Sijui umeweza kunifahamu. Na kitu kingine, hata wanapokosea hawa waheshimiwa, wanapokiuka kanuni za kimaadili, kwa mfano waheshimiwa mahakimu na hizi kamati za kimaadili, si ndio? Zile kamati ziweze kuchukua maamuzi kwa haraka. Kuna changamoto baadhi ya maeneo, kuna malalamiko sisi baadhi ya maeneo. Kwa mfano kwenye mkoa wa Mbeya yako malalamiko kwamba kuna mtu aliwahi kupeleka shauri lake katika kamati ya maadili zidi ya kumlalamikia mheshimiwa hakimu fulani, ni takriban mwaka mzima.